Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mapya yameweza kuibuka huko kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya ex wa Zuchu kujitokeza na kuanza kuzua gumzo kubwa na kuzungumza mambo ambayo watu wengi hawakufikiri wala hawakudhani yangeweza kuja kutokea. Kwani msanii Zuchu hapo nyuma katika moja ya interview yake aliwahi kuzungumza na kudai kwamba msanii Diamond Platnumz kwake yeye ndo mwanaume wake wa kwanza, yani hajawahi kuwa na mwanaume hapo nyuma. Sasa baada ya Zuchu kuzungumza ile interview, tuliweza kumuona muigizaji huyu Clamvevo alijitokeza mitandaoni na kuzungumza wazi kwamba yeye alishawahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi na msanii Zuchu, lakini Zuchu hakutaka kumpatia trending Clamvevo, akaamua kunyamaza, akaamua kumwacha azungumze anachozungumza, alafu baadaye tukaweza kuona hiyo habari ikapeperuka na kupotea tu juu. Lakini pia mara nyingi sana tunamsikiliza Diamond interview zake anazungumza kwamba yeye ndo mwanaume wa kwanza kwa msanii Zuchu. Unajua hilo jambo mpaka umwamini mtu ni kwamba wao wenyewe ndo wanajua ukweli. Hivyo ni vitu vya faraga, hatuwezi kusema tunamkagua, hatuwezi kusema tunachunguza kwa makini, huwezi kuelewa, lakini wao wenyewe ndo wanajua. Na ndio maana Zuchu anapozungumza mara nyingi anakuambia Diamond Platnumz ndio mwanaume wake wa kwanza, basi inabidi tumwamini. Lakini pia Diamond Platnumz anapozungumza na kukuambia kwamba Zuchu yeye amemkuta yupo sildi, yani hajatumika na mwanaume yeyote, basi tunatakiwa pia tuwaamini. Lakini kwa mara ya kwanza ameweza kujitokeza mwanaume ambaye akiwa anadai yeye ni ex wa Zuchu. Na kibaya zaidi, hiyo video ilikuwa inaonesha huyu mwanaume ameweza kuvamia nyumbani kwa msanii Diamond Platnumz na ni kama vile anamtaka Zuchu kwa lazima. Na ukiangalia huyu mwanaume sio kwamba ni mwanaume ambaye labda atakuwa na maisha magumu au vipi, ni kijana ambaye unamwangalia hapo ni mtanashati. Lakini pia kuna picha ambayo tumeweza kuipata ikiwa inaonesha kipindi cha nyuma Zuchu aliwahi kupiga picha na huyu kijana, na hiyo picha ambayo unaiona hapo Zuchu akiwa pamoja na huyu kijana ni picha ya muda sana ambayo inaonesha Zuchu alikuwa na huyu kijana wampiga picha ya pamoja. Sasa inatuonesha wazi na kututhibitishia kwamba huenda Zuchu anaelewa kitu gani ambacho kinaendelea, huenda Zuchu anamfahamu huyu kijana, lakini baada tu ya yule kijana kuvamia katika nyumba ya Diamond Platnumz, Zuchu akaanza kushangaa, akawa kama vile ametahamaki kwa sababu anamfahamu yule kijana. Na baadaye Zuchu, Diamond alipomkwida yule kijana na kumuuliza Zuchu unamfahamu, Zuchu akadai kwamba hamfahamu. Unaambiwa Diamond alimtembezea kichapo huyo kijana. Yani hiyo video inaonyesha wazi kwamba Diamond amemkwida na kuanza kumuuliza kwa nini unavamia nyumbani kwa watu bila kuwa na misingi, bila kuangalia unamvamia nani. Na ukiangalia Diamond Platnumz ni mtu ambaye ana ulinzi mkali sana. Sasa hatujajua yule kijana mpaka anafikia hatua anaingia ndani kabisa, walinzi wanakuwa sehemu gani. Ukiangalia huenda alijipanga, huenda alichora ramani zake vizuri na kuangalia pale natakuwa niingilie huku, nitokee huko ili mradi tu niweze kukutana na Zuchu. Lakini pia kwa mara nyingine tena tunaweza kusema huenda huyu kijana anatafuta tu trending, labda anatengeneza kiki, mambo kama hayo. Unajua hawa ni masuperstar wakubwa, Zuchu na Diamond ni masuperstar wakubwa sana. Baada ya hichi kitendo kutokea, huenda huyu kijana akatrend sana kwenye mitandao ya kijamii na akazungumziwa sana, lakini pia media nyingi zikataka kufahamu yeye ni nani zaidi, kwa hiyo akatafutwa na media nyingi tofauti. Hivi kiutani watu huaga wanatoka kirahisi kiasi hichi. Unaweza tu ukaona mtu ameamka zake, amelala ameamka, baadaye akafikiria aende akamfanyie vurugu Zuchu na Diamond ili mradi tu aweze kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Lakini tunaweza kusema sio idea nzuri, kwa sababu huenda Diamond Platnumz akamshtaki alafu ikaja kuwa kesi kubwa, au Zuchu akamshtaki ikaja kuwa kesi kubwa. Lakini moja kwa moja sisi tunaweza kusema tunaamini pia huenda huyu kijana na Zuchu wanafahamiana, kwa sababu kuna baadhi ya picha ukienda kuziangalia kule Chrome unaweza kuona kuna baadhi ya picha Zuchu alipiga na huyu kijana, picha nyingi tu ambazo walipiga hapo nyuma kipindi hicho. Sasa inatuonesha wazi labda huenda walikuwa marafiki au walikuwa wana ukaribu wa hali ya juu sana, labda sio wapenzi, lakini wana ukaribu ule, yani ule ukaribu ambao umepitiliza. Hatuelewi ni kitu gani kimemtokea huyu kijana, lakini ndio hivyo kilichotokea huko nyumbani kwa Diamond. Nikasema nikujuze baada ya hii video kuiona, ikanipelekea mimi niweze kuzungumza hivi na kukuletea hii habari. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.